Tuna namna nyingine tumetakwa kufanywa wanafunzi. Kumfanya mwanafunzi ndio kazi ambayo walipewa mitume na ndio ambayo tumepewa. Sasa kuna vitu vya kuviangalia pale. Nasema kwamba kawafanye kuwa wanafunzi. Ni kuwafanya kuwa wanafunzi. Nini maana ya kufanya sasa? Tungejiuliza. To make. Kawatengeneze. Hello. Nataka ni kuwatengeneza. Manake hawajawa wanafunzi. Wanatakiwa watengenezwe. Wawe wanafunzi, watengenezwe. Sasa kutengeneza ni shughuli. Unajua kutengeneza ni kazi. Kutengeneza ndio maana mkawafanye. Sio tele utakuwa wanafunzi. Mkawafanye, meaning go and make them. Make. Watengeneza. Kwenye kutengeneza mpaka awe mwanafunzi ambaye anaweza kuvaa uniform, kichwa chake kitengeneze mpaka kije kuwa mwanafunzi, kikubali kukaa na kufundishika. Kwa nini idadi kubwa leo ya watu wa Mungu, kanisa, idadi kubwa ni kama watu elewi, kama hawaelewi Mungu ni vipi, wokovu ni vipi, kama tu fashion fulani? Ni kwa sababu tu hawajafanyika wanafunzi. Naweza kuwafanya wafuasi ukafanya tu waumini, wakafanywa tu washirika, wakafanywa tu wajumbe, ndio, lakini sio wanafunzi. Sio wanafunzi. Wanaweza wakafanyika tu, tukawafanya tu wahudhuriaji, lakini sio wanafunzi. Lakini agizo ni kuwafanya wanafunzi. Sasa katika kufanya wanafunzi, maana yake ni kuwa discipline. Kwa discipline. Tunakuta yana kule nyuma disciples.